Kwa sasa kampuni yetu ya Shandong tunaendelea na kufuata njia ambazo zitasaidia kupunguza maafa hasa kipindi hiki cha mvua, ili wakazi wa Bukoba wasipate kazia kubwa kipindi hiki cha mvua. Ila tunaahidi kipindi tutakapoanza rasmi kutekeleza mradi huu, yaani kwa kuanza ujenzi hasa kazi za zege, kazi za nondo, tunaahidi kazi zote zilizokuwa zikitokea awali vipindi vya mvua zitakuwa ni ndoto tena, hawatazisikia na tunaahidi watazisahau. Ni rai yangu kwa wakazi wa Bukoba, pindi mkandarasi atakapokuwa tukiendelea na kazi katika maeneo yenu, tunaomba ushirikiano sana, hasa ulinzi wa mali ya mkandarasi, ili tusije ukatufanya tupoteze muda mwingi sana kwenye kusolve matatizo ambayo yalikuwa sio ya msingi. Na pia wakazi wa Bukoba tungewaomba tunapofika kwenye maeneo yenu na pale mnapokuwa tujawafikia maeneo yenu mnakutana na kazia, tunaomba mtuvumilie, tutakapowafikia tutatatua changamoto zenu na shida itaenda kukata. Yeye mkandarasi alipoingia site, nadhani tunategemea kitu ambacho ni kitu cha msingi zaidi, kwa sababu ni mtu ambao umeonekana umewasumbua sana watu kadri zinapofika hizi mvua za masika zinavyoanza. Watu wengi wanateseka, yani manake ni kitu ambacho wanashuhudia mafuriko pasipo kutegemea. Kama mvua ilionyesha jana, of course imekuwa ni kubwa na watu hawakutegemea mafuriko. Unaona hata leo pia mvua zilivyonyesha, unaona kabisa maji ni mengi na yanazuia kama watu wanaokaa Buyekera kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jana tumeshuhudia mpaka mtumbwi unavusha watu. Kwa hiyo kwa sasa hivi ninavyoona tuna matumaini makubwa sana na mkandarasi ni kufanya kazi kwa wakati, akimaliza kwa wakati tunaweza tukategemea mafuriko ikawa baki kwa tena ni historia pia kwa sisi wakazi wa hapa Bukoba. Sisi tunachokitegemea labda ni kuangalia matokeo ya mwisho. Unaona, yawezekana kazi ikafanyika ikaishia usawa wa daraja hivi kama kawaida yao wanavyofanya, lakini kama wataendeleza kwa mpango huu kingo zote za mto kushoto na kulia, nadhani watakuwa wamepunguza adha ya mazingira haya kuwa hivi, na halmashauri kujitahidi sana kuwa wanafyeka tingatinga ili nalo kuwemo humo ili maji yawe free kutembea, kwa sababu kikwazo kikubwa ni hizi nyasi unazoziona ndani ya mto. Maji yanakosa mwelekeo, zinapokwama mle basi biashara yote inakuwa imeshindikana na mazingira yetu yako tambarare sana, yanatafuta njia yenyewe yanapojisikia. Hapa kuna vifo, mali za watu zinaharibika, huduma za usafirishaji zinakuwa ngumu. Ina maana kwa ujumla mazingira yalikuwa yamefungika kuhusu masuala ya utafutaji. Mimi cha kumshauri mkandarasi ninachokiona ajitahidi tu kufanya kazi kwa uharaka na kumaanisha ile kazi halisi anayoifanya, sio ile ya kufanya baada ya muda inaonekana tena ni madhara, sio anakuja mkandarasi mwingine. Vitu kama hivyo vimeshatuchosha ndani ya mkoa wetu. Kwa hiki kinachoendelea, natarajia mambo makubwa katika mkoa wetu wa Kagera, katika huu mtaa Kanoni. Kwa kweli tunashukuru serikali kwa sababu ilikuwa ni changamoto kwenye mto huu wa Kanoni. Wengine maji yakifurika wanakosa nanilipa kupita. Kwa kweli tunashukuru kwa hili. Tunashuhudia kuna nyumba ambazo ziko kwenye maji, zinajaa maji, watu wanapata hasara. Wengine utasikia kwamba kuna mtu kafa kutokana na mto Kanoni maji yakifurika. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto.